Habari za leo. Nataka nishukuru Mungu kwa ajili yenu wapendwa. Asifiwe Yesu. Ndiyo, ni daktari hapa Wilson Tayo, na fundisho langu la leo litahusu namna ya kuchochea masuala inayoweza kusababisha pesa ikaingia katika mifuko yetu au katika akaunti zetu. Kwanza kabisa, kuna jani hili la mzeituni linaitwa kwa kizungu bay leaf. Bay leaf, sio la mzeituni, la mdalasini, jani la mdalasini. Andika majina yako yote katika jani hili la mdalasini, alafu uandike ile pesa ambayo unatamani Mungu afungue mlango kwa ajili yako. Then uandika account number yako ya benki ambao unatamani Mungu asababishe muujiza, hela ingie pale. Ni vitu ambavyo vinakaa kama vya ushirikina, ni kama watu wanaviita majina, lakini nakuambia hakuna ushirikina hapa, ni maarifa. Kwa kufanya hivi itakusaidia. Sasa ukishaandika, jifunze kuchoma. Yaani ukiichoma ikiteketea mpaka inakuwa majivu kila wakati. Asubuhi na mapema ni mzuri sana kama unaweza kuifanya. Ila kwamba naweza kuhimiza wale ambao mnataka kuifanya kila wiki mara moja, inaweza kuwa mzuri. Unaweza kufanya Alhamisi. Alhamisi ni siku nzuri ya vitu kama hizi kufanyika alfajiri na mapema. Unachukua msumaa ule wa kala ya majano, yani green. Then unahakisha kila Alhamisi unaandika hivyo, alafu unachoma. Ni vizuri kuandika majani matatu. Unachoma hayo matatu, ukimaliza unachukua yale mavumbi, unasimama nje ya mlango, unapuliza. Kumbuka vitu hivi vyote vinaenda pamoja na maombi. Unamwambia Mola kila ambacho moyo wako unatamani kuhusiana hii hela. Hii ni practical kitu ambacho unatumia tu, practical, lakini maombi ni lazima. Mwanangu, maombi ni lazima. Ufanye ombi la moyo wako mbele za Mungu wako. Kwa wale ambao mngetaka kuchoma kwa siku ambao umezaliwa, kama utafanya ili sala hii ama hii recipe kwa siku ambao umezaliwa, itakubidi utafute msumaa ulio na rangi ya inaambatana chembe chako. Kwa mfano mimi yangu ni moto, kwa hivyo kala yangu ni nyekundu, so nitatumia msumaa mwekundu. Kama wewe yako ni maji, rangi yako ni blue, basi utatumia msumaa wa blue. Kama wewe ni mtu wa ardhi, basi rangi yako ni majani, green, utatumia rangi ya msumaa aina hii. Na kama wewe ni mtu wa upepo, basi utatumia rangi ya yellow. Hiyo ndio itakuwa msumaa wenye utachoma bay leaf juu yake. Na hiyo ni kitu ambayo inafanywa, kama itafanywa hivyo, itafanywa siku ile ambayo ni ya kuzaliwa kwako. Yaani siku ya kuzaliwa msikosee mkafikiria ninamaanisha tarehe, namaanisha siku, kama ni Jumatatu au Jumanne au Jumatano. So wewe ni jukumu lako uangalie ile tarehe 9 mwezi fulani ambao ulizaliwa ilikuwa ni siku gani. Kama ilikuwa Jumamosi, ilikuwa Jumapili, basi unajitenga unafanya hayo. Itakusaidia. Jambo la mwisho ambalo pia naweza kusaidia, tafuta kitu kama nyungu kama hii. Alafu ukishapata nyungu chungu kama hichi, tafuta majani kama matatu ya miujiza. Andika vile uliandika hapa juu yake. Uweke ndani ya mtungi huo, hiyo nyungu. Uchukue majani ya mzeituni haya matatu yenye umeandika, uweke juu yake. Alafu uchukue mdalasini. Na kwa hili pia ni vizuri uchukue hii ni karafuu, si mdalasini, hii ni karafuu. Chukue karafuu uweke juu yake. Alafu unga mdalasini kidogo uweke juu yake. Uweke kwa moto na maji yanayotokana tunda la nazi. Pika mpaka, tafuta nazi nyingi, vitu ambao vinahusu kufanya. Hii ni kazi, unatafuta kazi na unataka kubadilisha hali yako ya fedha. Tafuta pesa, ununue nazi, alafu umwage maji yote hapo ndani, utokole, upike kabisa itokote, igeuke.
basi yale maji uyaombee. Sasa hakikisha unamwaga kwa maji yako ya kuoga kila siku kidogo kidogo kwa siku 7. Nakwambia hilo jambo litakusaidia, masuala yako ya pesa itabadilika. Na mimi nimewaambia tu, masuala yako ya pesa itabadilika. Kuna mambo mengi ambao watu wa Mungu mnapaswa kujifundisha, itawasaidia pakubwa. Hizi njia ambazo nawafundisha ni vitu ambavyo vimetengwa kwa kusudi la kutumia, na Bwana Mungu anapeana hizi vitu katika maandiko ili vitusaidie. Sawa, unatakana uwe na maarifa tu ya kufanya na utaona Mungu akibadilisha hali yako. Basi hivi ndivyo unavyoweza kutumia vifaa hivi kwa siku hii ya leo na kupatia ujumbe asubuhi ya leo. Naamini ya kwamba wale ambao mtahusika nayo, wengine mtauliza, na ile vitu yenye tumepika unafanyaje? Hiyo unaweza tupa, maana yake imemaliza kazi. Maji yameshachanganya, hayo maji ndio muhimu. Tukutane kwa vitu vingine itakayokuja. Asante kwa kunisikiliza. Wapatia watu wengine video zangu, like my videos. Usipende, jaribu kuweka kale katiki, itakusaidia mtu wa Mungu na itanisupport mimi kwenda mahali naenda kwa channel. Bye, asante.